naarifu maana al-athar. Yawezekana miongoni mwetu tunaishi, lakini hatujui namna ya kuacha athari katika dunia hii, namna ya kuacha alama katika dunia hii. Mtu anaishi maisha yake ilivyo jana ndivyo ilivyo leo, na ndio hivyo atakavyoamka kesho. Hawazii kwamba kuna siku ataondoka katika maisha haya ya kidunia, ni alama ipi na athari ipi ataiacha katika dunia hii. Wa hadha aibun, na hii ni aibu, thumma ni aibu, thumma ni aibu, kwamba ikawa mwanadamu mwenye akili nzuri amefariki, na siku aliyofariki ndiyo siku ambayo habari yake imeishia hapo. Hakuna kitu ambacho kinamuingizia thawabu wala anatajwa kati ya watu walio hai. Ahadul hukama, mmoja wa watu wa hikma, amezungumza maneno kana kwamba anatufundisha kwamba wewe mwanadamu mwenye akili, kwa nini hutaki kuacha athari? Anasema falbas hidaak, wewe mwanadamu mwenye akili, vaa viatu vyako siku moja, au imshi hafian, au achana na viatu vyako, tembea peku peku, ala ramli, katika ardhi yenye mchanga au udongo. Thumma, kisha baada ya kutembea hatua kadhaa, iltafit ila khalfik, geuka nyuma ulikotoka. Madha tara, kitu gani utakachokiona? Jibu lake satajidu anna hidhaak, utaona kwamba kiatu chako au unyayo wako, lam yamurru ala ramli, kiatu chako au unyayo wako haukutembea katika udongo, mururan bila athar, kutembea tu bure bure pasi na kuacha athari yoyote ile. Bal taraka alamatan, bali utakuta kiatu chako au unyayo wako utakuwa umeacha alama ambayo tadullu ala annaka maralta, alama ambayo inajulisha kwamba wewe ulitembea katika sehemu hiyo. Ikiwa unyayo, ikiwa kiatu chako kisicho na akili, ukitembea kinaacha alama nyuma kwamba fulani alipita hapa, kwato za mbuzi, unyayo wa mbwa, ng'ombe akitembea sehemu fulani, unafahamu kuwa hapa amepita ng'ombe, na kwa unyayo huu hapa amepita mbwa au paka. Kisha ameishi mtu miaka 50, 60, amefariki. Hakuna katika dunia hii athari yoyote aloiacha.